kusoma huku na huku, kumbe tulikuwa hivi. Na kweli imekuwa ni sababu ya mtu kujenga izi katika nafsi, kwamba huyu kafiri akipita hapa kifua mbele, kwamba si lolote si chote. Na matukio jamani, mnaona yanapojitokeza hivi sasa yanazidi kutupa heshima. Hili tukio la leo sitaki nilizungumze, lakini linaonekana namna gani udhaifu wa makafiri, kwamba vijana watatu tu labda wamepanda ndani ya ndege wametikisa nchi zote, vijana watatu tu, na ni watu ambao si watu wanaotumia masilaha makubwa au nini, lakini ni jambo linaonekana kwamba waislamu wakijikusanya fi sabilillah kweli kweli, kafiri hawezi kusimama mbele ya waislamu. Na hii ni ahadi tumeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitoa katika aya nyingi za Qur'an, kwamba uchache si hoja, wingi sio hoja. Uchache unaweza ukawa sababu ni ya ushindi. Mwenyezi Mungu anabainisha katika aya nyingi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema nisahau aya kidogo, aya ambayo inazungumzia kwamba wa qalilun min ibadiya ash-shakur, ni wachache katika waja wangu. Mwenyezi Mungu anasema ni wenye kunishukuru, katika aya zinazoonyesha kwamba wengi sio hoja, ni wachache katika waja wangu, na yani walio wengi ni watu wenye kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, ni wangapi waliokuwa wachache wamewashinda walio wengi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale aliposema wala tahinu wala tahzanu, msinyongeke kwa sababu nyinyi ni wachache, msinyongeke kwa sababu hamna mali, msinyongeke kwa sababu eti mmetawaliwa. Nyinyi bado mko juu. Mwenyezi Mungu asema wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Vile vile katika jumla ya khairi zilizofanywa na Waislamu waliotangulia, mfano katika elimu za biolojia pamoja na elimu za tibu, mwanachuoni mashuhuri Ibn Rushd, ambaye wazungu pia hawezi kumtamka Ibn Rushd, Averroes. Hebu niambie ndugu zangu, kisikia Averroes utajua ni kafiri la wapi hili? Si rahisi kujua. Huyu mtu ndiye wa kwanza aliyegundua blood circulation, mzunguko wa damu na hili ni jambo muhimu katika elimu ya tibu. Mzunguko wa damu katika mwili kuonyesha kama kuna kitu cha kuzunguka, unaona, ambacho ndio kinawasaidia madaktari kujua kudhibiti mishipa ya kufikisha kwenye damu mahala fulani, unaona, kuizuia isipitishe damu mahala fulani kwa ajili ya matibabu fulani. Ni kitu muhimu hiki ambacho kimesaidia sana kukua kwa elimu ya ya tibu. Hizi tutasema ni baadhi ya khairi ambazo zilifanywa na Uislamu. Katika jumla ya khairi za kisiasa, nyinyi mnakumbuka katika tarehe mpaka Saidina Uthmani anaondoka radhiallahu anhu, khalifa wa 4 wa Uislamu, tayari Uislamu ulikuwa ushafika kaskazini ya Afrika. Ilikuwa tayari Uislamu umeshafika kisiasa bara Hindi wakati wa khalifa Uthman. Walipokuja makhalifa baada ya makhalifa hao waongofu wengine waliokuja, wakaendeleza Uislamu na kuweza kuipeperusha bendera ya la ilaha illallah mpaka huku Ulaya ya kusini, na wakaupeleka Uislamu mpaka Uchina, na Uislamu kazidi kuteremka chini mpaka Afrika huku kwetu. Kuna maeneo ambayo wanasema umeingia Uislamu kwa njia ya upole, biashara. Kuna maeneo umeingia jihadi, katika njia ya jihadi fi sabilillah. Watu wengi hawajui, mfano wanasema East Africa Uislamu umeingia kwa biashara. Hapana. Ibn Battuta anasimulia wakati alipopita bara Hindi, bahari ya Hindi. Nakumbuka alipita Mombasa, Kenya, na akafika Pemba, na akafika mpaka mji unaitwa Kilwa kusini ya Tanzania. Yeye mashallah alikuwa ni baharia na ni mwanachuoni. Ilikuwa kila akifika anaandika aliyoyaona, na haya aliyoandika bahati mpaka yamenukuliwa katika vitabu vya makafiri. Ibn Battuta anaelezea alipofika Kilwa akashangazwa kuona kuna nchi ya Kiislamu imeneemeka kibiashara, na mji wake ni mzuri, kaelezea, na watu wake nadhifu, mji wenyewe nadhifu, yule mtawala aliyokuweko mwadilifu. Halafu sifa moja kubwa kaitangaza juu ya hao Waislamu. Kwanza amewaita ni Shawafi'i, yani watu wa madhehebu ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Halafu pili akawaita ni mujahiduna fi sabilillah,
mujahiduna. Ilikuwa kazi yake yule amiri aliyokuweko pale nani hii, akituma vikosi vya jeshi kwenda kupambana na makafiri Kongo, Zaire, wapi, unaona yale makabila ambayo yamekataa kusilimu kwa njia ya da'wa, basi akipeleka akiwapiga vita, kama ilivyokuja aya Qur'an, waqatiluhum hatta la takuna fitna, waueni wapigeni vita mpaka kusiwe na shirki. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Uislamu East Africa, kwa sifa ya maneno aliyozungumza Ibn Battuta, ulienea kwa jihadi pia vile vile fi sabilillah. Kweli umeingia kwa njia ya biashara, hatukatai. Waarabu walipofika wakafanya biashara amana zao na nini, wakaonekana ni watu wema, watu wakasilimu, lakini vile vile uliingia kwa njia ya jihadi, kazi ambayo waliifanya makhalifa wote. Abu Bakar alipoingia kaendeleza jihadi ya bwana mtume, alipoondoka Abu Bakar kaja Umar kaendeleza jihadi, na ikawa ni sababu Umar kuanguka dola mashuhuri ya Persia na ya Waroma wa Kristo. Najua historia kazi aliyoifanya Umar kusafisha dola mbili mashuhuri zilizokuwa zikitetemesha ardhi wakati ule, dola ya Kiroma na Wapeshi. Hivyo hivyo Saidina Uthmani akaja kaendeleza jihadi kwa maana ya kitali. Alipokuja Saidina Ali naye kaendeleza. Walipokuja makhalifa wa dola Umawiya wakaendeleza. Walipokuja makhalifa wa dola ya Abbasia wakaendeleza. Kila aliyekuja kafanya kazi hiyo mpaka dola ya mwisho wa Uislamu iliangushwa ya Waturuki, zama za Sultan Abdul Hamid, ambaye ameangushwa utawala wake katika vita kuu ya kwanza, wakati aliposhirikiana na Wajerumani walipoangushwa na yeye akaangushwa, na Uturuki dola ya Kiislamu hii ambayo inaitwa Daula Uthmania ikagaiwa vipande, na Uturuki yenyewe ikaletwa kijana wa Kiyahudi kanasibishwa na Uislamu Kamal Ataturki, akatawalishwa kuanzisha dola Almania, secular state. Ndio leo mnaona mpaka leo Uturuki ni Uislamu jina tu, ndio sasa kidogo kuna nashatati za Uislamu, lakini ukweli ni kwamba katika kipindi alichotawala huyu bwana baada ya vita kuu za kwanza na ya pili, mpaka leo kaweza kufaulu kuufuta Uislamu katika nyoyo za Waislamu, wambaki watu majina tu. Kwa hiyo tukirudi ndugu zangu katika tarehe, tunakuta huyu Ibn Battuta anaelezea hali aliyokutana nayo Waislamu, mfano kiuchumi. Asema nimegundua kwamba hii hapa Kilwa ndio free port ya East Africa. Watu wakileta bidhaa kutoka Uchina, kutoka bara Arabu, wakileta mpaka pale Kilwa, na bidhaa zilizokuwa zikitoka bara ya Afrika, Zaire, Kongo, huku sijui Malai wapi, vyakula ambavyo ni bidhaa za vilimo zikiletwa pale, watu wanafanya exchange. Na halafu anasema kukawa na mashine ya kutengeneza pesa, coins. Na bahati nilitembelea mimi nikapata baadhi ya coins za zamani, unaona zikitaja majina ya wale maamiri waliokuweko na neno la ilaha illa Allah Muhammad, ilikuwa nembo yao kubwa hiyo, kuonyesha namna gani Ibn Battuta alipofika pale kakuta Uislamu umeshaingia karibu karne ya pili baada ya kufa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa Kilwa ni kilele cha kheri katika mwambao wa pwani, dola mashuhuri kabisa. Na haya alhamdulillah hayaelezwi na Waislamu, hata makafiri pia wanaeleza hivyo. Lakini katika juhudi za kusahaulisha, mimi nimetembelea Kilwa hivi karibuni, magofu ya misikiti iliyojengwa karne ya pili baada ya kufa kwa mtume, hakuna mtu anayatunza. Mungu tu kajalia kwamba yale magofu yamedumu muda mrefu, lakini hakuna juhudi yoyote ya kupreserve hizi athari. Kwa nini? Kwa sababu kuwasahulisha walimwengu na Waislamu kwamba kulikuwa na kitu. Yani lau kama wangeweza kushajiisha, basi watu wangeanza kuhisi ile hisi. Angalia wanavyoshajiisha watu kwenda kuangalia mapyramids. Lau kama ingelikuwa nchi za Ulaya na Amerika na hayo munadhamati sijui UNESCO sijui nini ingefanya juhudi kwa Kilwa, Uislamu angalau ungepata kujulikana, kumbe uliingia katika nchi hizi kwa izi na heshima. Lakini wanajua kwamba tukiweza kufungua milango hii, heshima ya Uislamu itakuja kurejea. Kwa hiyo wanachofanya wao, tumefika kwenye nyumba ile jengo la ofisi, tuwauliza kama wana handouts zote walizoandika juu ya Kilwa, hamna kitu. Yule msimamizi anambia vilikuwepo zamani, lakini siku hizi hakuna habari yoyote history inaandikwa
ni nadra mpaka ufanye juhudi ya kitaalamu uende ukatafute. Lakini ukienda on spot pale mahala ukisema nataka kitu chochote cha tayari huwezi kukuta. Lakini maeneo kama vile mbuga za wanyama, ukienda kwenye hoteli utakuta kwenye hoteli kumejaa vijipamphlet chungu nzima vinaelezea habari ya mbuga ya wanyama waliokuweko na nini. Kwa nini? Kwa sababu ya kusahaulisha ile kheri iliyopatikana na Waislamu, na kwamba Waislamu wakiijua kheri hiyo basi watakuja kurudisha heshima yao, na wakirudisha heshima yao tutakuja kupata hasara. Hii ndugu zangu ni katika jumla ya baadhi ambayo nimekusudia kuyazungumza katika nukta ya muhadhara huu. Nukta nyingine ndugu zangu ambayo itakuwa ni ya mwisho ya kufungia mazungumzo yetu, ambayo itakuwa kidogo ni pana zaidi, ni juu ya kitu gani kimesababisha kudhoofika kwa Waislamu. Maoni yako mengi. Kwa nini Waislamu wamedhoofika? Maoni yako mengi. Kuna wanaosema kwamba kudhoofika kwa Waislamu kunatokana na sababu za ndani, kwamba ni sisi wenyewe ndio tuliosababisha tudhoofike, na kauli hii na ushahidi. Na kuna wanaosema kuna sababu za nje, kwamba sisi tumedhulumiwa na wasio Waislamu ndio maana tukanyongeka. Lakini sasa jawabu lilokuwa zuri ni kusema sababu zote mbili hizi ndio zimekuwa sababu ya nini kunyongeka Waislamu. Tukija kwenye nukta ya kwanza, kwamba sisi wenyewe ni sababu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nisa anatuambia walan yaj'ala Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Mwenyezi Mungu hatojalia milele. Hii ilani wanasema tufidu listikbal. Neno hili linafaidisha an-nafyu listikbal, kukanusha yale yatakayotokea baadaye. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema hatojalia baadaye, au wengine wanasema ni ya milele, abadi, milele katika lugha ya Kiarabu. Hatojalia milele kuwapa njia makafiri ya kuwatawala waumini. Hatojalia milele kuwapa njia makafiri ya kuwatawala nini? Waumini. Sasa hapa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkweli, na anayosema tutakiwa tuyaamini ni ya haki. Kama sisi ni waumini tunaamini haya maneno ni ya haki, sasa lazima tuangalie kwamba haya maneno ni ya haki. Kama ikiwa Mwenyezi Mungu hatojalia waumini makafiri kuwatawala waumini, basi ina maana ya kwamba sifa ya waumini haijapatikana katika nafsi zetu sisi ambao tumekumbwa na huu nyonge. Kwa sababu lau kama tungelikuwa ni waumini wa kweli, basi Mwenyezi Mungu asingefungua njia ya kuwapa makafiri wakatawala. Lakini baada ya kudhoofisha imani zetu zikawa imma sifuri au 1% au 2% au below 50, basi Mwenyezi Mungu akawa amewafungulia njia ya kutawala. Kwa hiyo hapa linaonekana gogoro ni la udhaifu wa imani ya Waislamu. Na aya nyingine zinaunga mkono hizi tulizotaja kabla, tukizifanyia tadbiri kidogo. Mwenyezi Mungu mfano katika aya ambayo amesema walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, hapa ametaja waumini. Kwa hiyo inaonekana kama ni dhaifu, basi sisi hatuja kuwa na sifa ya imani. Walillahi al-izzatu, Mwenyezi Mungu asema nguvu za Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini. Sasa si hatuna izza, ina maana sifa ya imani hamna. Au mfano aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, msinyongeke wala msihuzunike, nyinyi ndio mliokuwa juu endapo ni waumini. Kwa hiyo sisi hatuko juu, sasa tuko chini, na maana ya kwamba sifa ya imani dhaifu au hakuna. Tumebaki majina Abdullah, Salim, Ali, Abu Bakar, Muhammad, lakini imani ni nyonge. Kutokana na unyonge wa imani, hizi imeondolewa katika nafsi zetu, katika jamii yetu, heshima imeondoka. Vile vile katika aya hii tulioitaja mfano suratul Nur aya 55, Mwenyezi Mungu anatoa ahadi, lakini anatoa ahadi kwa watu gani? Anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum. Mwenyezi Mungu anatoa ahadi kwa wale walioamini katika nyinyi. Ina maana kuna wengine katika nyinyi ni Waislamu tu. Unaona
imani haijaingia katika nyoyo. Kwa hiyo anawaahidi waumini ambao pia ni wale wenye kutenda matendo mema, waamilu salihati. Kwa hiyo hapa tunapata sifa ya kwamba waliopata heshima na izi ni wale ambao ni waumini na wanaotenda matendo mema. Lakini hapa kuna swali, matendo mema ni yapi? Mtu aweza akajifanyia jambo lolote akasema jambo jema kwa mtazamo wake, lakini wanachuoni kila wakitaja amalun salih, wanachuoni wanasema katika tafsiri ni akhlasuhu wa aswabuhu, ni lile tendo lililofanywa kwa ajili ya Allah na lililofanywa likasibu sunna ya bwana mtume, lililokwenda sambamba na Qur'ani na sunna kwa ufupi. Kwa hiyo amalun salih ni ile ambayo inatokana na mtu ambaye moyo wake akiifanya anamkusudia nani? Allah, na akifanya anakwenda sambamba na vile alivyofundisha bwana mtume. Katika jumla ya amalun salih mfano ni kuswali, lakini waliokusudiwa hapa watakaopewa ushindi ni wale wanaoje kuswali swala gani? Wanaoswali kwa ajili ya Allah. Fasalli lirabbika wanhar, wameswali kwa ajili ya nani? Allah. Ina maana ukiswali kwa ajili ya jini, kwa ajili ya shetani, kwa ajili ya mzimu, mganga kwambia nenda kaswali swala 40 msikiti fulani, si katika wale wanaofanya amalun salih. Au mfano wa swali unavyotaka wewe, si katika swala aliyofundisha bwana mtume, wakati mtume amefundisha sallu kama raaitumuni usalli. Kwa hiyo ukiswali kinyume cha alivyoswali bwana mtume, hujafanya amalun salih. Amalun salih unasema ni tendo ambalo lile lenye kubalika mbele ya Allah ni lazima litimize masharti mawili. Jambo la kwanza, sharti la kwanza liwe na ikhlas, ufanye kwa ajili ya nani? Allah. Ufanye kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Ndio pale Mwenyezi Mungu aliposema katika suratul Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Anayetaraji khairi, anayetaraji kukutana na Mola wake, basi na atende tendo jema. Ndio tendo jema ni lile ambalo limefanya muwafaka, limekubaliana na sunna ya bwana mtume. Halafu asimshirikishe katika ibada yake, katika matendo yake Mwenyezi Mungu na yeyote. Afanye kwa ajili ya Allah, asifanye kwa ajili ya mwanadamu, asifanye kwa ajili ya shetani, asifanye kwa ajili ya jini, asifanye kwa ajili ya mzimu. Kila afanyacho afanye kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo hawa ndio walioahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa tunaona ndugu zangu katika imani, udhaifu wa imani umepelekea sisi kudhoofika. Kaibu tumelaaniwa hata tuwe madhaifu wa imani. Kuna sababu gani imesababisha tuwe madhaifu wa imani? Swali jingine hili. Kwa nini waislamu wa mwanzo walikuwa na imani tena zenye nguvu? Kwa lugha nyingine tusema, jamani, kuichuma imani si jambo la lele mama, kama vile mtu kupeleka machungwa sokoni ukauza ukapata pesa kwa urahisi. Ni jambo lina sababu, kwa sababu wanachoona wanasema al-imanu yazidu wa yanqus, imani inazidi na kupungua. Kwa hivyo ili tuzidishe imani zetu tufanyeje? Wanachoona wanasema al-imanu yazidu bitaati, imani inazidi kwa mambo ya taa, kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia, yale aliyotuagizishia Mwenyezi Mungu, yale aliyotukataza kujiweka mbali nayo, ndio imani inazidi. Halafu wanasema wayanqusu bil ma'siyah, na imani inapungua. Kwa nini? Kwa maasiya. Kukithiri maasi katika safu za Waislamu kumekuwa ni sababu ya kudhoofika imani. Kuacha kuamrishana mema na kukataza maovu kumekuwa ni sababu ya kudhoofika imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Angalia sababu ya kudhoofika imani. Mtume anatuambia mwenye kuona, anawahutubia waumini sasa Waislamu, mwenye kuona ovu alizuie kwa nguvu, akishindwa aseme, akishindwa achukie. Mtume anasema lakini huko kuchukia ni dalili ya udhaifu wa imani. Ina maana kule kuchukia ni dalili ya udhaifu wa imani. Je, ukilifurahikia ovu kuna imani jamu? Sasa niambieni Waislamu, ni wangapi katika Waislamu leo wanasherehekea maovu?
Wala tusiende mbali katika jamii yetu iliyohamia hapa. Ndugu zetu wangapi wamehamia hapa baada ya kuja manchi haya, wanayasherehekea, wanayaogelea maovu. Kwa hiyo wamebaki majina, tuseme waitwa mtu Abubakar, Umar, Uthman, Muhammad, Ali na nani, lakini imani imepomoka, hana imani. Kwa nini? Kwa sababu anasherehekea maovu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, sasa kama hali hii ndiyo Waislamu wamedhoofika imani na sisi tunataka kurudisha izi, kitu gani ndugu zangu kitarudisha izi ya Uislamu? Izi ya Uislamu ndugu zangu tutairejesha baada ya kujua sababu za kuihuisha imani. Na sababu za kuhuisha imani tutaziona wapi? Tutazijua vipi? Hatuwezi kuzijua sababu za kuzidisha imani ila kwa kuisoma Qur'an. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika kuipamba Qur'ani na kuisifia kaipa majina mengi, kaita ni burhan, hoja. Mwenyezi Mungu kaita ni nuru, mwangaza. Katika aya suratul Nisa Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Mwenyezi Mungu amewaleteni hoja kutoka kwa Mola wenu. Wa anzala ilaykum nuran mubina, na akawateremshia nuru yenye kuangaza. Kwa hiyo Qur'ani ndiyo ambayo itakuwa ni tochi ya kuweza kutuonyesha ni mambo gani tukiyafanya tutazidisha imani zetu. Wakati huo Mwenyezi Mungu kaibainisha Qur'ani kwamba ni mwongozo kwa watu. Pale aliposema katika suratul Baqara, anasema hudan linnasi wa bayinatin minal huda, ni mwongozo. Kwa hiyo mtu awe anajenga imani kwamba Qur'ani ndiyo kitabu kitamuongoza maisha yake yote. Ni mwongozo wa mwanadamu maisha yako yote, kuanzia asubuhi umeamka mpaka unalala asubuhi ya pili, basi ujue wewe uongozwe na hiki kitabu ambacho ndiyo nuru, ndio kitakuongoza katika njia sawa sawa. Vile vile akaisifia Qur'ani kwamba ni mwongozo kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu, kaita hudan lilmuttaqin. Vile vile akaita kwamba ni shifaa'un lima fi suduri, ni ponyo kwa yale yaliyomo ndani ya nyoyo zetu. Nongo za ushirikina, ukafiri, husda na mengine maovu, yote yanangolewa na Qur'an. Kwa maana mtu akisoma Qur'ani, akijua, akaizingatia, akaifuata, basi nongo hizi zote zinaondoka, na ndio sasa imani na zidi. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekitaja kitabu hiki kwamba ni kitabu hakikuacha kitu, kwa maana ya kwamba kila sababu za kuikuza imani zimo ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha katika kitabu chochote. Na aya nyingine kaita Qur'ani kuwa ni tibyanan likulli shay, ni mwongozo na ni ubainifu wa kila kitu. Vile vile Mwenyezi Mungu kakiita ni kitabun mubarakun, kitabu kilichobarikiwa, kina khairi nyingi. Ndio maana ya neno baraka, khairi za uungu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Kitabu anaambiwa mtume tumekuteremshia wewe, ndani yake kina khairi nyingi, kina baraka, ili wapate kuzingatia aya zake Waislamu wanaokisoma, halafu wapate kuwaidhika wenye akili, ulul albab. Kwamba watu wengine wanaweza wakakisoma lakini hawapati mauidha, lakini watakaopata mauidha ni wale wenye akili baada ya kukisoma kwa mazingatio. Vile vile tunaona Mwenyezi Mungu anahamasisha waumini au Waislamu wakisome kwa mazingatio. Anasema afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaluha, je hawaisomi kwa mazingatio Qur'ani au nyoyo zao zimefungwa? Waisome kwa mazingatio Qur'ani. Aya nyingine anasema liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab, kama tulivyoitaja hapo. Halafu vile vile katika kuelezea kwamba hiki kitabu ni kitabu safi kabisa, Mwenyezi Mungu anasema afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hawazingatii hii Qur'ani, lau kama ingekuwa kinatokana na asiyekuwa Mwenyezi Mungu, basi kungekuta migongano, contradictions nyingi sana ndani ya Qur'an. Lakini kitabu kiko katika njia ya sawa, si kama vile mnavyoona vitabu kama vile Biblia na maneno ya kugongana chungu nzima humo ndani. Vile vile Mwenyezi Mungu katika kukisifu kitabu hiki anasema wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Anasema hiki ni kitabu tumekuteremshia ewe Muhammad,
ina baraka nyingi ndani yake. Fattabi'uhu, amri sasa yetu waislamu sote, hivyo kifuateni na mcheni Mwenyezi Mungu, huenda mkarehemewa. Kwa hiyo si masala hapa masala ya kuisoma Qur'ani tu, kuna kuisoma Qur'ani, kuizingatia na kuifuata, ukifuata hiki kitabu kwa maana ya kutekeleza yale ambayo yamo ndani. Kwa kufanya hivi ndio imani zetu zitapanda. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kilio cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya watu kuipuuza Qur'ani, watu wake. Mtume anaonyeshwa anaomba usaidizi wa Mola wake. Mwenyezi Mungu anasema, waqala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, ewe Mola wangu, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'ani ni kitu chenye kutupwa. Maneno haya yamesemwa na mtume karne 14. Leo waislamu baada ya kuitupa Qur'ani wamekuwa madhalili. Wengi wetu, wala tusidanganye, tunaisoma Qur'ani mwezi wa Ramadhani, tena hao wenye bahati. Lakini wengine hata ndani ya majumba yao hamna msahafu, kuonyesha namna gani wameifanya hii Qur'ani mahjura, kitu kilichohamu, wamekihama kabisa. Angalia mwanachuoni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kufasiri aya hii ana maneno mazuri. Anasema, man lam yaqra al-Qur'ani faqad hajarahu, ambaye haisomi Qur'an kabisa basi ni katika hao walioihama, walioifanya Qur'ani kuwa ni mahjura. Maana mtu asijakataa maneno kayasema mtume kwa ajili ya Makureshi. Wanachuoni wanasema kila ambaye mwenye kufanya haya aliyoyataja Sheikh mfano ndio ameihama Qur'an. Man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajarahu, ambaye hajiisoma Qur'ani basi ni katika hao walioihama. Wa man qara wa lam yatadabbara ma'an fihi, yule ambaye ameisoma Qur'ani halafu hakuzingatia yaliyomo, faqad hajarahu, pia ni katika walioihama. Hawa ni watu namna gani? Ni wale wanaisoma Qur'ani kule kwetu tunaita majaka, watu wa Kenya sema mayaka, watu hama aisoma mayaka tu. Mtu asoma suratul Fatiha, anaswali na suratul Fatiha alhamdu miaka 40, ukimuuliza nini maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajui. Kwa nini hajui? Kwa sababu kaenda kuswali msikitini na kilo moja irizi. Kweli anajua maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba ni wewe tu ndio tunayekuabudu. Kwa nini yeye abebe kilo ya irizi akiamini ni kinga asipigwe dafurai njiani huko? Ni kuonyesha kwamba walikuwa wanaisoma mayaka, hawajui maana yake. Sasa Sheikh anasema wale wenye kuisoma Qur'ani wakawa hawaizingatii ni katika watu walioifanyia hijra Qur'an. Vile vile anaendelea kusema, anasema waman qara'ahu watadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu, yule mwenye kuisoma halafu akaizingatia aliyomo lakini hakuyafanyia kazi aliyomo katika waliohama. Na ndio tuko wengi sasa. Wengi mtawakuta watu wanafikia daraja ya kuitwa mashekhe na madigiri, lakini angalia matendo, hamna kitu. Ni mtu kasoma dini, mwanachuoni, lakini angalia nyumba ilivyoharibika. Hamna hijabu, mkeo anakwenda uchi. Hamna inkari munkar. Shekhe mvuta sigara, shekhe musbilul izari, shekhe balbu saa 24, na anasoma Qur'ani, anasoma hadithi, anasoma kila kitu. Ni kwamba asoma, azingatia, ajua Kiarabu fusha, lakini haifanyii kazi Qur'an. Ni nini? Kwa sababu haisomi haki ya kuisoma. Na kuisoma haki ya kuisoma ni mambo matatu yaliyotajwa ndani ya Qur'an: kuisoma tilawa, kuisoma kuizingatia tadabburi, na kuisoma tibaa, kuifuata. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema fattabi'uhu la'allakum turhamun, ifuateni ili mpate kurehemewa. Angalieni ndugu zangu jinsi mtume alivyowalea masahaba katika kuisoma Qur'an. Ilikuwa ambaye anapita, unachoona andika vitabu vya tarehe na sira, ilikuwa mtu anayepita katika nyumba za masahaba katika usiku, akipita usiku majumbani, anasikia vumo la Qur'ani linalosoma majumbani usiku. Qiyamul layl hiyo sasa.
njia mojawapo ilikuwa ikiwafanya masahaba kuijua Qur'ani na kuisoma kwa wingi, walitumia qiyamul layli, viswala za usiku, kusimama kuisoma Qur'ani. Anasema ukipita nyumba ya sahaba unasikia vumo kama vile kadawiyun nahli, kama vumo la nyuki. Ni Qur'ani huyu, suratul Baqara au suratul Nisa, huko hivi huku ni vumo. Maana ukipita watu wanaswali na wake zao na kuamsha na vijana wadogo, kuwalea katika nini? Ibada. Nini? Kuwafanya hiki kitabu ambacho ni muongozo kithibiti katika nyoyo zao. Njia aliyoitumia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubada ibn Samit anasimulia, anasema ilikuwa mtu akihamia Madina kutoka Maka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuita njoo, halafu anamtafuta kijana mwingine au muislamu mwingine ambaye ni qari wa Qur'an, yadfa'uhu ilayhi, anamtuma, anamwambia huyu kitu cha kwanza msomeshe Qur'an. Kwa nini? Ni ile imani kwamba mwanadamu hawezi kuishi mbali na Qur'ani. Qur'ani ndiyo nuru ya Waislamu, ndiyo mwongozo wa maisha yao. Kwa hiyo kitu cha kwanza apate guidance ya kuishi. Ataipata vipi? Kwa njia ya Qur'an. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, vijana wakifika, wakihamia kutoka Maka, au Waislamu wakifika, kila mmoja ikiwa mwalimu wake wa kumsomesha nini? Qur'ani kimatendo.